kama yeye ni mtu wa simanzi, ajuaye sikitiko, aliyeteseka akapigwa. Kubali kwamba alipigwa kwa ajili yako. Yeye hakukosa, wewe ndiye uliyekosa. Na kwa ajili ya makosa yako yeye kapigwa. Kubali kwamba kama alitii sheria ya Mungu kikamilifu, alitii kwa niaba yako. Mwamini Kristo leo. Ndio jambo la pili, kwamba wote wanaofaidi kazi yao, wanaoweza kusema kwamba dhambi zao zimesamehewa, ghadhabu ya Mungu haipo tena juu yao, ni wale waliokuja, waliomkimbilia Kristo na wamekimbilia kwa imani. Jambo la tatu ambalo tunaliona hapa ni kwamba Mathayo anatuonyesha sio tu Kristo mfalme abebaye mizigo ya watu wake kwa huruma, kwa uweza, kwa kupenda, sio tu njia ambayo sisi tunaipitia kupata faida ya kazi yake, kuja kwake kwa imani. Pia katika nafasi ya tatu, Mathayo anatuonyesha ni vipi tunapaswa kuishi baada ya kwamba mizigo yetu tumeondolewa. Ni vipi tunapaswa kuishi. Hilo liko wazi sana, haswa kwenye mstari wa 14, uponyaji wa huyu mama mkwe wa Petro. Tunaambiwa kwamba Yesu alipoingia kule amempata amelala, hawezi. Maana na homa, amelala. Zingatilo, alikuwa amelala. Sasa zile njia rahisi ya kutafsiri maandiko ni kuangalia mawazo kinzani, contrast, contrast. Ndio njia mojawapo ile waandishi wazuri au producer wazuri wanatumia kuwasilisha jumbe yao. They can bring a character and then a contrasting character. Hapa pana contrast, pana mawazo kinzani. Yesu alipoingia kwenye nyumba, mama amelala, hawezi. Anamgusa, homa inamuondoka, alafu anaendelea kulala. Nimesema hivyo? La. The contrast is, baada ya kwamba ameguswa, hakuendelea kulala. Ameamka na akaanza kumtumikia. Haya ndio maisha ambayo yanatarajiwa kwa wote ambao mizigo yao imebebwa, kwa wote ambao dhambi zao zimesamehewa, kwa wote ambao kwa imani katika Kristo wamesamehewa na Mungu, wamepatanishwa na Mungu. Katika udhambi wao walikuwa wamelemazwa, walikuwa wamelala, walikuwa hawezi. Sasa kwa Roho Mtakatifu wanahuishwa, wanatiwa nguvu, wanaanza kutumika. Ndio maana tunapoimba kijito cha utakaso, ni damu ya Yesu. Mwishowe inamaliza kusema kwamba sasa naondoka kutembea nuruni mwa Mungu na moyo safi kabisa, kumpendeza Yesu. Umetakaswa kwa neema, umesamehewa kwa neema, umepatanishwa na Mungu kwa njia ya neema. Sasa unaitwa uinuke, uanze kutembea, umfuate Kristo. Mara ngapi Yesu aliponya watu waliopooza na akamwambia kijana, amka, beba godoro lako uende. Wakati neema hii ya Bwana inakufikia, inakusababisha kufanya kazi, inakujukumisha. Hivyo sababu baada ya hapo, kinachofuata kwenye mstari wa 18 hadi 22 inaendeleza wazo hilo. Mama mkwe wa Petro kaponywa, baada ya kuponywa kasimama, kafanya kazi. Alafu 18, Yesu alipoona makutano na kuja kwake, wakaanza kumuuliza maswali. Utakufuata popote uendapo? Yesu akamwambia,
ndege wanaviota, mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Mwingine akamwambia, Bwana, wacha nikamzike baba yangu kwanza, kisha nije kukufuata. Yesu akamwambia, wewe nifuate, acha wafu wazikane wenyewe. Hoja hapa ni kwamba wote ambao wamefaidi msamaha wa dhambi kwa Kristo, neema ya Mungu inawafikia, wametulizwa mizigo yao, sasa wanakuwa na maisha yaliyopeanwa katika kutembea nyuma ya Mwokozi, kumfuata, kumwishia, kumtumikia. Hebu tule kwenye Mathayo 11, namalizia hapa. Mathayo 11. Katika dakika 2-3 zijazo nitakuwa nimemaliza. Yesu anazungumza pale akisema, njooni kwangu enyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kisha 29 anasema, twaeni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu, maana mimi ni mpole wa moyo, nanyi mtapata pumziko kwa nafsi zenu, maana nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu sio mzito. Anakutuliza mzigo wa dhambi ambao ni mzigo wa kufisha, wa kuogofya, wa kuumiza, lakini hakuachi mabega yako yakiwa wazi. Anapoondoa mzigo wa dhambi, anapoondoa nira ya hukumu, Kristo anakuvika nira yake, anakutwika mzigo wake. Sasa unatembea nyuma yake, na anasema ya kwamba mzigo wake sio mzito na nira yake ni laini. Msii. So haya ndio maisha ambayo Bwana anayatarajia kwa wote ambao wamefaidi msamaha wa dhambi, wamebebewa mizigo yao, wametulizwa mioyo yao. Nao na mashaka mengi sana. Wakati nakutana na watu ambao wanajiita wa Kristo na wanadai kusamehewa dhambi zao, wanadai kuhesabiwa haki, wanadai kuzaliwa mara ya pili, wala sioni ishara au ithibati zozote maishani mwao ya kwamba wanasukumwa na azma ya kumfuata Kristo katika kuishi maisha ya utauwa, ya kwamba wanasukumwa na penzi la Kristo kuyatekeleza mapenzi yake. Paulo akasema upendo wa Kristo unatusukuma. The love of Christ constrains us. Christians feel on their shoulders a real constraint, but it's not a constraint of anything other than that of love. Ni kusukumwa kwa mapenzi. Ni ambaye mko hapa, aidha ambao mmeoa au kuolewa, au ambao mnapanga kuoa au kuolewa, mnaelewa kile ambacho nasema. Wakati ambapo umempenda mtu, umempenda kwa dhati, huwa unahisi mzigo kwenye bega lako, na mzigo wenyewe ni kutaka kumfurahisha. Si kama niliwahi kuambia wakati fulani nilikuwa kijana, wakati nimeanza kumtumia msichana ambaye baadaye atakuwa mke wangu, nilikuwa na mzigo sana wa kutaka kumpendeza. Sikuwa na mavazi ya kutosha, nguo zangu zilikuwa chakara tu. Ilikuwa saa zingine nikienda kukutana na yeye mahali na azima shati. Mbona? I feel a constraint on my shoulder, but it is a constraint of love. Nani huyo ambaye anadai kasamehewa dhambi na makosa yake, anadai amepatanishwa na Mungu na amefanyiwa hivyo kwa gharama kuu ya mauti ya Kristo, wala asihisi mabegani mwake mzigo wa kumpenda Kristo? Mtu ambaye hana mzigo huo, nina mashaka sana naye. I am very doubtful. Atukuambia watu wengine habari kuhusu Yesu, unakuta kwamba that's too much. Kuja kuabudu Mungu tu,
feel like it's too much. Napatanga lalama hapa kila wakati kutoka kwa mashemanzi na mama hapa. Tutangaza Saturday tunakuja hapa kufanya cleaning. That's too much for you. Where is the constraint of love for Christ on your shoulders? Iko kuwapi kule kumpenda Kristo ambako kutakufanya uspend, kwa Kiingereza you spend and be spent for him because you love him. Where is that? If that is missing, if that is lacking, I have reason to doubt whether you've known the joy that comes with knowing that the compassionate, powerful, willing Savior has actually carried your burdens off of your shoulders. Because he never leaves your shoulders empty. He puts another burden, another yoke on your shoulders. Paulo anasema, ni kwa neema ya Mungu nimekuwa kama nilivyokuwa. Wala hiyo neema ya Mungu kwangu haikuwa bure. Nimefanya kazi kwa bidii kupita watu wote, ila sio mimi bali neema ya Mungu iliyoko juu yangu. Wewe ambao unasema utaokolewa kwa neema, wala hakuna ithibati ya kwamba kama mama mkwe wa Petro unashughulika kumtumikia Kristo. Wewe ungali una visababu. Siwezi kufanya hii kwa sababu ya ile. Siwezi kwenda kule kwa sababu ya hili. Kama hawa jamaa ambao wanasema Bwana nikakufuata, lakini kwanza acha nikamzike baba yangu. Sasa Yesu anapenda example extreme kabisa kusema kwamba there can be no excuse that is legitimate as to what your failure of service to Christ. Sasa ni mambo matatu ambayo Mathayo anatuonyesha hapa. Kristo ni mfalme ambaye anabeba dhambi na makosa ya watu wake. Anabeba kwa huruma nyingi, anabeba kwa nguvu nyingi, anabeba kwa kutaka, kwa kupenda. Wanaofaidi ni wale ambao wamemjia kwa imani na toba. Na wote ambao wamemjia Kristo kwa imani na toba namna hiyo toba na imani inapelekea mtindo fulani wa maisha yanayoishiwa kwa utumishi wa Kristo. Haya ndio mambo ambayo Mathayo anatueleza. Sasa namalizia kwa swali hili. Je, umemjia Kristo kwa imani wewe? Kama bado njoo leo. Useme kesho, leo, hapo mahali ulipo. Kristo hayuko hapo, hayuko pale. Yuko hapo. Neno la Mungu liko karibu nawe, kinywani mwako. Umwamini Kristo kwa moyo wako, mkiri kwa kinywa chako. Leo, siahirishe hiyo. Usiwe na mashaka na nguvu zake. Usiwe na mashaka na huruma zake. Usiwe na mashaka na kutaka kwake. Kristo anawapokea wenye dhambi. Wewe ni mwenye dhambi, njoo kwake leo kwa imani. Kristo anakupokea. Na wewe ambao unadai umeshapokelewa na Kristo, yako wapi maisha yanayodhihirisha ya kwamba moyo wako umejawa na unabubujika na shukrani? Uko tayari kujitolea kwa utumishi wako? Bwana atujalie kumwona huyu Kristo wetu ambaye anatosha kwa kila namna. Roho Mtakatifu akatusaidie kumjia kwake kwa imani na toba ya kweli. Na Bwana atusaidie kudhihirisha matunda ya masayo toba. Naomba tusimame tukifunga kipindi hiki. Tafadhali.